Bwana Rajab. Ndugu wa Tanzania na Waislamu wenzangu, kwa masikitiko makubwa leo tunalazimika kuzungumza kwa uwazi na kwa uwajibikaji kuhusu mwenendo wa Padri Kitima, hasa kauli zake alizotoa kupitia Jambo TV na matamko yake ya siku za nyuma, ambazo zimeonyesha dhahiri dhamira ya kupandikiza chuki, kuhamasisha maandamano na kupuuza misingi ya utulivu inayolinda usalama wa taifa letu. Kauli zake za leo hazijasimama peke yake, zinashabihiana kwa namna ya kushangaza na propaganda za watu kama Mange Kimambi na wengine, watu wanaofahamika wazi kwa kuhamasisha mgawanyiko, taharuki na chuki za kisiasa. Hawa wote wanafanana kwa lengo moja: kuwachochea vijana wawapeleke mitaani wakakabiliane na vyombo vya dola na baadaye kutumia vifo na majeraha yaliyopatikana kama mtaji wa kisiasa. Huu ni ushahidi wa wazi kwamba hawa hawawezi kuwa marafiki wa amani. Historia inayofichua mwelekeo wa kisiasa. Ni muhimu wananchi wajue kwamba hotuba ya leo sio msimamo wa ghafla. Padri Kitima amekuwa akijipambanua kama mshikadau kwa siasa za upinzani kwa muda mrefu. Wapo wanaidai wazi kwamba hata alikuwa mmoja wa watu waliokuwa mstari wa mbele katika kampeni za Tundu Lissu huko nyuma. Wengine wanasema alitumia pesa za kanisa kumwezesha Lissu kushinda na alikuwa ndio meneja wa kampeni yake. Hii kwa kweli inaibua swali kuu. Je, tunashuhudia kiongozi wa kidini anayetumia joho la kanisa Katoliki kama kivuli cha kusukuma ajenda za kisiasa? Hilo ndio swali lazima tujiulize. Kama ndio, sisi Waislamu hatutakaa kimya. Huko nyuma mambo ya kuchanganya dini na siasa yalishatokea na ikawa ni mzozo mkubwa. Hatuwezi kukaa kimya kwa hili. Je, lengo ni kuunda mtandao wa kulinda maslahi ya kikundi fulani? Hayo ndio maswali ya kujiuliza. Wananchi wanapaswa kujiuliza kwa kina, lengo la mfululizo wa matamko haya ni nini hasa? Nini ambacho kiko nyuma ya matamko haya? Je, ni juhudi za muda mrefu za kuweka watu wanaotoka kundi fulani la dini yao kwenye nafasi nyeti serikalini? Hili nalo ni swala lazima tujiulize, kwa sababu historia inaonyesha huko nyuma mambo yalikuwa yanakwenda vipi. Tumeshuhudia mifano kama ya Dr. Adeladusi Kilangi ambaye alikuwa padri kabla ya kuacha daraja na baadaye kuwa mwanasheria mkuu wa serikali. Na tunajiuliza, je, huu ni mkakati wa muda mrefu wa kujenga nguvu za kimuundo zinazoegemea upande mmoja wa imani? Kwa sababu ziko imani tofauti katika nchi yetu. Watanzania na Waislamu wenzetu inabidi sasa tuamke. Habari tena ya kulalalala si wakati wake huu. Lazima tujue nyuma ya pazia kuna nini. Na je, ndicho kinachoendelea sasa kumsukuma Rais Samia Suluhu Hassan ambaye anatoka katika jamii ya Kiislamu apigwe vita ili badala yake waingizwe viongozi wanaotokana na kundi fulani la kidini kwa maslahi yao binafsi ya kisiasa au kibiashara? Kwa sababu wanapozungumzia haya maandamano wanazungumzia kabisa kwamba lengo kuu ni kumtoa rais aliyechaguliwa ili waweze kuweka mambo yao wanayotaka. Katika dhahma kama hii hatusikii makamu wa rais ambaye ni Mkatoliki akitajwa popote, licha ya kuwa kiongozi mkubwa wa chama na serikali katika kipindi cha hivi karibuni, na pia hatumsikii akikemea uvunjifu wa amani
wala kuhamasisha amani na utulivu nchini. Je, ndio mwelekeo aliotumwa na Father Kitima na viongozi wa Kikatoliki? Lazima tuwe na maswali ya kujiuliza. Maana yuko kimya tu. Jambo hili hatuwezi kulifanyia mzaha hata kidogo. Ni swala linalogusa usalama wa nchi, maisha yetu ya kila siku, lakini zaidi kesho yetu kama taifa inahusika. Namba 3, kuhusu uchunguzi wa Oktoba 29 na kauli zake za kupinga utaratibu wa haki. Sote tunajua kuwa tume huru ya uchunguzi ya kile kilichotokea Oktoba 29 na siku chache baada yake, ikiwemo vifo vya Watanzania, imeshaanzishwa na tayari imeanza kazi. Leo tumesikia wenyewe mwenyekiti wa tume, Jaji mkuu mstaafu Othman Chande akieleza hadidu za rejea, ikiwemo kutambua waliohusika, kuchunguza vifo na kupendekeza hatua stahiki, ikiwemo kuwawajibisha waliohusika. Tume halali kabisa iliyoundwa. Lakini cha kushangaza, Padri Kitima hataki utaratibu huu wa haki. Hataki uchunguzi, hataki kusubiri ushahidi, hataki mchakato wa tume ukamilike. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anataka tufanye uamuzi wa hasira, papara na usioambatana na ushahidi wa kanuni ya asli ya haki, yani rules of natural justice. Anataka kuadhibu kabla ya uchunguzi. Sasa hapo tena alipofika, manake anatuingilia hata sisi, kwa sababu huwezi ukatoa haki kabla ya kuchungua. Anataka kuchochea taharuki wakati kazi kuchunguza, kuchukua hatua na kuleta uponyaji wa kitaifa ndio kwanza unaanza. Na swali kuu hapa sasa linakuja kwamba kwa nini hapendi utaratibu wa haki? Kuna nini nyuma ya pazia? Anaficha nini? Na haraka yake ni ipi? Kwa sababu ukifanya haraka huwezi kujua ukweli. Athari za ujumbe wake kwa amani na uchumi. Kile alichokifanya Padri Kitima ni hatari, si kwa siasa pekee, bali kwa uchumi mzima wa taifa letu, ajira kwa vijana wetu na umoja wa kitaifa. Kauli zake zinachochea uvunjifu wa amani. Huo ndio ukweli wenyewe. Si kuchochea tu uvunjifu wa amani, lakini zinatia hofu kwa wananchi kwamba kuna nini nyuma. Zinachafua taswira ya nchi yetu, na nchi za nje kutuamini inakuwa sio rahisi tena. Zinatishia vile vile utalii, moja ya nyenzo kuu za uchumi wa Tanzania, na zinahatarisha uwekezaji. Kwa hiyo moja kwa moja unaona kwamba hana nia nzuri, ni kuparaganya kuhakikisha kwamba nchi haitawaliki. Wananchi wa kawaida, si yeye anayejificha kanisani na si wale wanaomtuma ndio watakaoumia. Hili halikubaliki. Kama uvunjifu wa amani utatokea, ni muhimu sana sana wachochezi na wao wakapata athari zinazofanana na kuzidi wanazopata Watanzania wengine wanaoumizwa na athari za uchochezi huo. Kwa hiyo tunajiuliza tena, kwa kazi hii nzito ya kupandikiza chuki, hofu na kuua uchumi wetu, anafanya kazi kwa maslahi ya nani? Wito kwa Waislamu wote na kwa Watanzania kwa ujumla wanaoitakia mema nchi yetu. Watanzania tunajua nchi hii imejengwa juu ya misingi ya amani, maridhiano, kuheshimiana, kutanguliza maslahi ya taifa kabla ya jambo jingine lolote. Ndiyo maana uchochezi wa aina hii haukubaliki popote, na hakuna Mtanzania anayeitakia mema nchi hii anayeweza kukubaliana na uchochezi huu, awe Muislamu au asiwe Muislamu. Ndiyo maana tunapaswa kusimama kidete. Watanzania tusimame kidete, Waislamu tusimame kidete, bila woga lakini kwa uthabiti, na kusema
amani ya Tanzania si uwanja wa majaribio ya kisiasa kusukuma ajenda za maslahi binafsi ya sehemu ama dini fulani. La, tusimame kidete kwa hilo.